Kama ukisikia blockchain na ubongo wako ukawa unasema kwamba hii ni scam na ni hatari, basi ubongo wako unafanya kazi vizuri. Wanasaikolojia wanaelewa kabisa kwamba ubongo haujaumbwa ili wewe ufanikiwe. Ubongo upo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba una survive, kwa sababu unaishi. Ukichunguza utagundua kwamba neno blockchain limetumika kwenye scenario nyingi sana za wizi. Watu wameahidiwa makubwa neno blockchain likitumika na wameishia kupoteza pesa zao, watu wamepoteza amana zao za muda mrefu, akiba zao za muda mrefu, kwa sababu waliamini na waliaminishwa kwamba blockchain ni kitu ambacho blockchain haijawahi kuwa. Katika video hii tunakwenda kuitazama blockchain hasa ni kitu gani. Unaposikia blockchain, ubongo wako unataka utranslate nini, ili zile fursa halali ambazo zinajengwa kwenye blockchain uweze kuzitathmini katika jicho sahihi, katika mtazamo sahihi ambao wewe kama mwekezaji au mfanyabiashara utajua ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaintegrate teknolojia hii. Tukiangalia blockchain at the core, blockchain ni teknolojia. Blockchain sio miujiza ambayo Mungu alishusha, sio teknolojia ambayo mtu aliitengeneza out of nowhere. Hapana. Blockchain ni teknolojia ya kuhifadhi taarifa. Blockchain ni ledger. Blockchain ni database. Na blockchain ilikuja as a replacement for centralized database. Blockchain haikuja out of nowhere. Ni watu walikaa wakaona kuna changamoto ya centralized database. Hebu tutengeneze kamfumo ambako katakuwa ni decentralized, kwamba hakuna mtu mmoja anayemiliki database. Hivyo tunaweza tukaongeza accessibility ya huduma kadha wa kadha katika ulimwengu especially wa fedha, wakati blockchain sasa inapata umaarufu. Kwa sababu tukifanya utafiti tunajua kwamba blockchain ilipata umaarufu kutokana na Bitcoin, na ilikuwa the first successful project ambayo iliimplement a financial system ambayo haihitaji a central authority ku cross check kila kitu. That was the whole idea behind Bitcoin, na wakatumia hizi decentralized database ambazo sasa ndio blockchain yenyewe. Kwa blockchain ni mfumo wa kuhifadhi taarifa, na at its core blockchain ina operate kwenye misingi mitatu katika kuhifadhi kwake taarifa. Nitarudia tena, blockchain ina implement misingi mitatu katika kuhifadhi taarifa: transparency, yani uwazi; decentralization, sawa, ambao kwamba hakuna central authority; na ya tatu ni security in terms of data. Sasa hii misingi mitatu watu wamekuwa wakiitumia visivyo. Hii misingi mitatu ina apply kwenye data inayohifadhiwa kwenye blockchain. Hai apply kwenye fursa, hai apply kwenye implementation za ideas za watu kwenye blockchain. Ina apply kwenye data ambayo inakuwa kwenye blockchain. Kwa hiyo kama smart contract tunajua ni data, kwa hiyo ita apply kwenye ile misingi mitatu. Kama transaction tunajua ni data, ita apply kwenye misingi mitatu. Zile NFTs zinakuwa ni data na zita apply hiyo misingi mitatu. Na transparency ni kwamba taarifa inayohifadhiwa kwenye blockchain inaweza kuonekana na mtu yoyote kupitia kitu kinachoitwa blockchain explorers. Zile taarifa ambazo zinahifadhiwa kwenye database ya Bitcoin utapata kwenye explorer ya Bitcoin, ya Ethereum utaipata kwenye explorer ya Ethereum, na blockchain kadhalika, kwamba taarifa zote za miamala, smart contracts, NFTs zote zinakuwepo open. Mtu yoyote anaweza akatazama na aka audit zile taarifa. Pila ya pili, decentralization, ni kwamba zile taarifa au ile ledger haikai sehemu moja, na hakukui na mtu mmoja ambaye anakuwa na full control ya ledger, kwamba mimi Charity naweza nikaenda kwenye internet nika download blockchain nzima labda ya Bitcoin, nikaiweka kwenye kompyuta yangu, nika connect to the internet, na nikawa napokea miamala yote ambayo inakuwa recorded kwenye blockchain husika. Na blockchain hizi ukifuatilia unakuta zina watu wengi ambao wanazirun in terms of kwamba wana download zile blockchain na wanazirun. Na blockchain nyingi zinahitaji hii decentralization ili kupunguza the centralization, kwamba watu wengi wa download blockchain yetu, wa run, wa verify transactions and all that, ili kusiwe na mtu mmoja, one central figure ya kuprove au ya kucontrol the entire network. Tukija kwenye msingi wa tatu, security, hapa ndo watu wengi wanapopigwa. Tunapozungumzia blockchain security, haswa tunazungumzia the issue of taarifa zinapohifadhiwa haziwezi kuchezewa. Taarifa za blockchain zinapohifadhiwa haziwezi kubadilishwa tena,
na hichi kitu kinaitwa immutability. Immutability ni property ya data kutokubadilika pale ambako inakuwa imehifadhiwa. Kwa hiyo kama ni terms ya muamala ukishafanyika huwezi kurudisha kwenye blockchain. Ndio maana watu wengi hata hivyo wamekuwa wakitapeliwa, kwa sababu unatuma pesa, unanunua crypto zako unazituma, halafu hakuna namna ya kuzirudisha. Nakumbuka kulikuwa na viscam fulani vilikujaga kwamba ukituma $10 baada ya dakika ngapi na kutumia $20, ukituma $100 na kutumia 200, ukituma 1000 ndo zimeenda na huwezi ukarudisha muamala, na vitu kama hivyo vilikuwa vinatokea. Kwa hiyo tunapoangalia hii misingi mitatu, hizo 3 pillars za blockchain, hazizungumzii chochote kuhusu fursa ambazo zimejengwa juu ya blockchain. Zinazungumza jinsi ambavyo taarifa inahifadhiwa kwenye blockchain husika. Kwa hiyo hii input ni mpya kwa mtu ambaye halikuwa afahamu hivyo, na sasa uitumie hiyo mtu anapokuja kukushirikisha kuhusu fursa ambazo zimejengwa kwenye blockchain, kwamba chambua ile fursa bila kuangalia kwamba imejengwa kwenye blockchain, kwa sababu blockchain ni mfumo wa kuhifadhi taarifa. Kama unaendelea kuenjoy video zetu, basi usisite kusubscribe, usisite kulike, usisite kushare, pamoja na kuacha comment yako ukitaka nizungumzie nini katika video inayofuata.